Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendo ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Na wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok, Mungu akubariki sana. Pia kwenye ile channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo. Leo nimekuja na somo moja ambalo linasema kama umeshindwa kabisa kwenye jambo fulani, usitumie akili yako. Ukiona kuna mahali fulani umeshindwa, umejaribu umeshindwa, usitumie tena akili yako ya kibinadamu. Shalom shalom. Unaweza kujiuliza, sasa mtumishi, nisitumie akili yangu nifanye nini? Kuna akili ya kibinadamu ambayo Mungu ametupatia. Ina utashi na mambo mengine mengi. Unaweza kufikiri, kuamua, kutenda, lakini kuna wakati unamhitaji Mungu aamue. Kuna wakati utahitaji Mungu akusaidie kuamua hapo uliposhindwa. Kwa sababu kwa akili ya binadamu kuna wakati anaonaga ukuta. Yaani anajaribu kufanya jambo. Unaweza kuwa unajaribu kufanya kitu fulani na una uwezo mkubwa na jambo hilo. Unaweza kuwa wewe ni expert kabisa. Yaani uko vizuri sana kwenye jambo hilo. Lakini ukiona umeshindwa, ondoa huo ujuzi ulionao. Alafu sasa mkaribishe mwenye ujuzi wake wa kila kitu ambaye ni Roho Mtakatifu akusaidie kwenye eneo ambalo umeshindwa. Watu wengi wanashindwaga kuelewa hili, wanaingia kwenye changamoto nyingi sana. Unaweza ukaa kwenye ushauri fulani, unatoa ushauri inashindikana mpaka watu wanagombana, wanapigana, umeshindwa kushauri. Kwenye familia yako unaweza ukashindwa kuongoza watu, unaweza ukashindwa kushauri. Kwenye kazi zako unazofanya, umeajiriwa mahali, umefanya kazi, umefikia kiwango cha mwisho cha kufikiria, alafu bado hujapata jibu. Na sehemu nyingine mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali, yani umefanya kazi, umefikia mwisho, yani umefikia mwisho kabisa kufikiria. Watu wengi wanasema basi bwana, mimi nimeshindwa bwana, hii bwana haiwezekani. Hapana, hakuna kisichowezekana. Unahitaji msaada zaidi utakao kusaidia kujua ni kwa namna gani utafanya ili iwezekane. Haijalishi una uwezo mkubwa, hata kama una uwezo mkubwa kiasi gani, hata kama hiyo kazi umehudumu miaka 20 30, unaweza kuwa umefeli mambo mengi sana ukasema kwa uwezo wangu mimi wa kutenda kazi hapa haiwezekani tena. Ama mimi yani kwa utaalamu nilionao, yani hiki chombo hakiwezi kufufuka tena. Labda ni mtaalamu wa mambo ya mitambo, mtaalamu wa mambo ya magari, mtaalamu wa mambo ya maabara, unasema yani kwa uelewa wangu hii haiwezekani. Yani hii haiwezekani kabisa. Hii imeshashindikana kwa uelewa wangu. Sasa uelewa wa kibinadamu wakati mwingine una tabia ya kufika mwisho, lakini Mungu hana mwisho. Mungu hafiki mwisho kwenye kuamua, Mungu hafiki mwisho kwenye kutekeleza jambo. Mungu hafiki mwisho kwenye kusaidia. Yani yeye ndio maana anasema mimi niko ambaye niko. Yani yeye yupo tu, miaka nenda miaka rudi, yupo vile vile, habadiliki. Huyo ni Mungu. Kwa hiyo ana vitu vingi ambavyo anaweza kukusaidia, vitu ambavyo tunavijua sisi wanadamu. Sidhani hata kama theluthi inafika. Yani naweza kukwambia tu kwamba uchukue pipa la maji, alafu uchukue kijiko cha kukorogea chai uchote maji. Ndio elimu ya mwanadamu alionayo. Alafu lile pipa ndio elimu ambayo Mungu anayo. Na inaweza lile pipa likawa ni dogo. Yani nenda baharini pale, kwenye bahari, unaona bahari ilivyokuwa kubwa. Chukua kijiko, hata chakulia chakula, chota maji pale. Yale maji unayoona yale, hiko ndio unachokijua mwanadamu. Neno zuri kabisa wanasema unachokijua ni tone, usichokijua ni bahari. Umeona jinsi ilivyo? Sasa wewe hilo tone lako ndio linalokuchanganya. Yani jinsi unavyojua wewe ndivyo unavyochanganyikiwa. Unafikiri kwamba umemaliza. Kumbe elimu ulionayo wewe umeadapti kutoka kwa mtu, umeichukua kutoka kwa mtu, ni maarifa ya mtu. Kama umesoma maarifa ya mtu. Kama umesoma kwa level yote, umeingia darasani. Sasa wa kwanza kuanzisha hiyo elimu ni nani? Ni mtu.
ambaye akatengeneza mazingira iwe elimu ya kufundishia watu, wakafundishwa katika viwango na viwango na viwango na viwango. Kwa kila kiwango ambacho umesoma ukafaulu ukafikia hapo, maana yake umechukua elimu ambayo ilikuwa mahali fulani wamekuhamishia wewe. Umechukua ujuzi ambao ulikuwa mahali fulani wamekuhamishia wewe. Hao wajuzi, ndio maana hii dunia kila inapoitwa leo maarifa yanaongezeka. Sasa unasikia kuna vitu vya artificial intelligence, vitu ambavyo miaka 20 nyuma havikuwepo, lakini leo tunaona, unauliza maswali kwenye mifumo hiyo, unapata majibu, unaiambia hiyo mifumo ifanye kitu fulani, inafanya kitu ambacho hakikuwepo. Nini? Ni maarifa yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo bado hatujui chochote, tunajua tone tu. Kwa hiyo sayansi inazidi kuongezeka, wanazidi kujifunza, wanazidi kubuni, maarifa yanaongezeka. Sasa Bwana wa maarifa ni Mungu mwenyewe. Huyo ndiye Bwana wa maarifa. Kwa hiyo ukiona umefanya jambo kibinadamu ukalishindwa, basi tulia hapo hapo, alafu jiulize, hapa Mungu anaweza kunisaidia nifanyeje? Bwana hufanya njia pasipo na njia. Hili ni neno la Mungu. Unaona, Mungu anafanya njia mahali ambapo hakuna njia. Yaani wewe mwanadamu unafika mahali unasema kwamba sasa hapa nitapita wapi? Wewe wasema, Mungu atakwambia nyosha hapo upite. Usijiulize utapitaje. Yeye ndio mwenye kujua hapo utafanya nini, utapitaje. Ujue habari ya Musa alipovuka, wale wana wa Israeli walipovuka kwenye ile bahari ya Shamu, walivukaje kwani? Si Musa alijiuliza swali hilo, sasa huku mbele kuna bahari, mimi nafanyaje? Una nini na fimbo? Una fimbo, nyosha kwenye bahari. Aliponyosha bahari kafanya nini? Unafikiri Musa kwa akili ya kawaida alifikiri kwamba ile bahari ingeweza kugawanyika pale? Lakini Mungu akapasua nini? Bahari. Ile ndio tafsiri halisi kabisa ya kimaandiko ya kwamba Bwana hufanya njia pasipo na njia. Kwa hiyo wewe unapofikia mwisho wa kufikiria, usifikiri kwamba Mungu amefika mwisho wa kufikiria. Hapana. Mungu ndio kwanza anataka aanze kukusaidia. Anasema sasa wewe hapo umefika mwisho wa kufikiria, ngoja nianze kukusaidia. Na Mungu atakusaidia pale ambapo unakuwa wewe umeshindwa. Mungu atakusaidia bila kujali ujuzi wako. Sasa ujuzi huu usikudanganye, maana kuna watu wamesoma sana, kuna watu wana elimu kubwa sana, kuna watu na maarifa makubwa sana, alafu wanafikiri maarifa yao ndio kila kitu. Na hawa ndio wakati mwingine wanasemaga hakuna Mungu, ama ndio wakati mwingine wanaona kama watu wa Mungu ni vichaa. Wakati mwingine wanaona kama watumishi wa Mungu hawana akili. Ni hao wakati mwingine wanasemaga vitu vya namna hii. Watu wakisomaga sana wanafikiria kwamba Mungu hayupo kwa sababu ya elimu yao. Kumbe hapana, Mungu yupo. Na Mungu ndiye mjuzi wa kila kitu, kwa sababu yeye ndiye ameumba kila kitu. Kwa uwezo wako kufikiria ni kile kitu Mungu alikiumba. Hakuna mtu anaweza kufikiria nje ya kitu ambacho Mungu ama Bwana wa mbinguni alikiumba. Kila anachokifikiria mwanadamu ni ndani ya kile ambacho Mungu mwenyewe alikiumba. Kwa hiyo somo hili likae sawa sawa na wewe kwamba unapofikiria jambo fulani ukafikia mwisho, usitumie tena akili zako. Yaani ondoa kabisa swala la kutumia akili zako kwamba hapa nimefika mwisho. Hili jambo mimi naweza nikakushuhudia kidogo. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya IT, mifumo hii. Na nafanya kazi zangu wakati mwingine katika mifumo ya IT. Hili limekuwa likinitokea mara kwa mara. Unafika mahali unakutana na watu wamefanya kitu kimewatoa jasho. Yaani kimewatoa jasho kwamba hapa tunafanyaje? Yaani sio kwamba hawana uwezo. Wana uwezo mzuri kabisa. Pengine ni wazuri kuliko mimi. Lakini mimi na kanuni yangu moja huwa naitumia, ambayo imekuwa ikinisaidia sana kwenye hizi kazi na kupata nafasi ya kufanya, huwa nazifanya hizi kazi. Imenisaidia sana na hii kanuni. Mimi nikifika naambiaga Mungu, kwani hapa kinachosumbua nini? Yaani eneo hili hapa mimi nataabika, au watu wengi wanataabika kwa ajili ya nini? Roho wa Mungu mwaminifu. Nasikiaga kitu ndani yangu kinaniambia nenda pale. Nikienda hapo, hilo eneo nitakalogusa ndio kwenye tatizo. Kifika pale ambaye sikiliza hapa, ngoja tuangalie hapa. Fungua hapa. Mtu anafungua. Hapa hauwezi kupadhania. Yaani sehemu ambayo hapafikiriki kama panaweza kuwa na tatizo. Ambaye fungua tuangalie hapa. Unafungua. Au unaambia fungua hapo, angalia kama kuna kebo fulani. Ifungue kebo tuangalie. Ukifungua kebo imeruhusi. Sehemu ambayo huwezi kudhania, na mtu ameteseka, ametabika, pima huko peleka kule, hakuna kitu. Au kitu kingine unakipima kila kitu, waya unaweza kaupima na testa na kila kitu mzima, unasoma vizuri, lakini waya una tatizo.
Ndio pale Roho Mtakatifu anakuambia, sikiliza, hebu chukua waya mwingine, chukua kwenye laini ya kwanza, peleka kwenye laini ya pili, alafu fanya hicho utakachofanya. Ukiupima waya unapima, umechukua waya mwingine unakopeleka, kazi iko vizuri. Labda data inafika vizuri, internet inakwenda vizuri. Waya ule uliokuepo pale ukiupima unasoma, lakini internet haiendi. Unaona kitu iko. Kwa hiyo unaona Roho wa Mungu anakuambia tatizo liko hapo. Wewe ambapo ulipofikia mwisho kufikiria, Roho Mtakatifu anakusaidia na kukuambia kwamba wewe hujaelewa. Hapo unapodhania kwamba hakuna tatizo, ndipo kwenye tatizo. Na ndio hapa ninapokuambia, unapofanya jambo lolote ukafika mwisho wako kufikiri, acha kabisa kutumia tena akili zako, anza kuomba msaada wa Mungu ili Mungu akusaidie, kwa sababu yeye ndiye anayejua maarifa yote, bila kujali wewe unajua nini, wewe una taaluma gani, wewe umesoma wapi. Nimewahi kusikia mfano fulani mahali ukanichekesha sana, lakini nikupe na wewe utakufundisha. Nilisikia tu mahali kulikuwa kuna watu wawili, msomi mmoja na mvuvi mmoja, na hata somo la leo linahusu uvuvi. Kwa yule msomi akawa amepanda kwenye chombo cha mvuvi, wanakwenda baharini kwa ajili ya kutalii. Sasa msomi akawa anaongea na mvuvi, wanabadilishana mawazo. Sasa msomi alitamani kujua nje ya uvuvi yule mvuvi anajua nini zaidi. Yule mvuvi akamwambia kwamba bwana, mimi yani ukitoa uvuvi hakuna ninachokijua. Najua kuvua samaki, najua kuendesha hiki chombo, najua na kuogelea, lakini hakuna kitu kingine ninachokijua. Unaona bwana? Sasa yule msomi akamwambia, sasa kwenye hii dunia wewe utaishije kama unajua kuvua samaki, unajua kuogelea, unajua kuendesha chombo hiki? Dunia hii ya sayansi na teknolojia, wewe utaishije kwenye dunia hii ya sayansi na teknolojia? Unaona umeelewa vizuri hapo? Basi yule mvuvi akamwambia, maisha yangu ndio haya, mimi naendesha familia na tunaenda vizuri na familia yangu, watoto wangu wanaenda shule, namshukuru Mungu, na kazi ndio hii. Akamwambia hakuna, hii haiwezi kuwa kazi. Msomi anaanza sasa mambo yake. Hawezi kufanya kazi kama hii. Kazi gani unafanya hii? Itakuwa umesoma, wala una masters, wala una PhD, unafani fulani. Yani ndio dunia inavyotaka. Bila hiyo utakuwa hamna kitu katika dunia, utakuwa umeisha kabisa. Yani hakuna kitu, utakuwa umeisha kabisa wewe. Unaona bwana? Basi yule mvuvi akamwambia sawa, hakuna namna, mimi kwa sababu ndio nimezaliwa huku, hii kazi yenyewe ya kurithi. Najua wavuvi wengi hizi kazi wanakuwa wanarithi. Hii kazi yenyewe ni ya kurithi, kwa hiyo bwana mimi sina cha kusema na hii ndio kazi yangu. Wakati stories zinaendelea, pakatokea machafuko pale baharini. Yakaanza kuja mawimbi makali. Basi yule mvuvi akamuuliza yule msomi, unajua kuogelea? Yule msomi akasema sijui kuogelea. Akamwambia basi umefanya nini? Umeisha, kwa sababu hapa wimbi unaloliona hatuliwezi, hiki kitakuja kupigwa, tutapinduka hapa, kila mmoja itabidi ajitetee kwa kuogelea. Kweli bwana, ile wimbi likaja, wakapigwa, akaanguka kule. Yule mvuvi akaogelea mpaka nchi kavu, na yule msomi akafanya nini? Akafa. Sasa hapa somo langu sio kudharau kazi za watu, hapana. Somo langu ni kujua kwamba maarifa ulionayo sio mwisho wa elimu ya Mungu. Kwa hiyo huyu msomi alijiona kwamba yeye maarifa alionayo yani yamefikia mwisho, kwamba kila kitu yeye anaweza kufanya. Akasahau kwamba elimu ndogo kabisa kama ni 1+1 hesabu ikamshinda. Kwa hiyo akasahau kwamba kuna vitu vidogo vidogo ambavyo katika jamii usipovijua vinaweza kukuangamiza. Unanielewa vizuri? Vinaweza kukutesa, vinaweza kukuumiza, ni vitu vidogo tu. Kwa hiyo ameshindwa kuogelea, wimbi limekuja limepiga chombo kimepinduka, mvuvi kaogelea kafika nchi kavu kapona. Alafu yule alikuwa bwana, kwenye hii dunia umeisha, ndio amekufa. Umeona vizuri hapo? Kumbe maarifa yale madogo ambayo alikuwa nayo mvuvi ndio amemsaidia kuokoa maisha yake. Alafu ile elimu kubwa aliyokuwa nayo yule msomi ndio imemwangamiza. Kwa sababu gani? Hajui kuogelea, alafu anaenda kuleta habari za usomi kwenye kazi ya watu wengine. Kwa hiyo hapa nataka kuonesha kwamba maarifa ambayo Mungu anaweza kukupa, unaweza ukaiona ni madogo, lakini maarifa hayo yakakuokoa kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine.
inaweza kukuvusha mahali ukafika mahali unatakiwa ufukuzwe kazi. Umejitetea vya kutosha, huko mahakamani una kesi, umejitetea na kesi umesingiziwa, umezunguka, umetamka vya kutosha, imeshindikana. Lakini maarifa ya Mungu yakakuokoa. Ukisoma katika kitabu cha Danieli tunamwona mtu mmoja anaitwa Suzana aliyesingiziwa kesi ya kwamba ametembea na mfanyakazi wake, amefanya tendo la zinaa, kitu ambacho hakikuwa kweli. Wale wazee walikuwa wanamtaka yule, wakamsingizia kesi ya kwamba ametembea na mfanyakazi, na kesi ilikuwa ile, lazima uawe. Mume wake alisikitika sana kwa sababu alimwamini sana Suzana, lakini wazee wakashuhudia ya kwamba huyu ni tumemuona kwa macho yetu kwamba anafanya hichi kitendo na nguo zake amezitundika pale, lakini haikuwa ukweli, ilikuwa ni uongo mtupu. Alikuwa ni uongo mtupu kwamba kuna kijana amekwenda kutembea naye. Lakini nini kilitokea? Watu wakaamini, kwa sababu wale wazee walikuwa wanaaminika ni wazee ambao ni wa baraza waamuzi, wakaamua uawe. Suzana akatoa anapelekwa kuuawa. Danieli akagoma, akasema hiyo msalaba wa msiba mimi msinihusishe. Unaona jinsi ilivyo. Maarifa ya Mungu akamjia Danieli kumuokoa Suzana. Suzana na uwezo wake wote alikuwa ni mke wa mtu ambaye ni mfanyabiashara mkubwa, alikuwa na uwezo, ana mali, lakini havikumsaidia. Wazee tu wajanja wakataka kumwangamiza, alikuwa watu wameshamchukua kumtundika huko kamuue. Lakini elimu ikaingia, elimu ndogo tu kwa Danieli. Danieli akasema hilo mimi alinusu. Baadaye akasema kwa nini? Akasema nileteni wazee, nataka nihojiane nao. Danieli akwenda kuhoji, akamhoji kila mzee kwa wakati wake. Wewe ulimuona yule alikuwa amekaa mahali gani? Huyu anasema kwenye mwembe sijui. Kwenye mwembe, wewe nenda. Haya, mwingine akaitwa yule mzee, tukio tokea wapi? Akasema si kwenye msandalusi. Ni vitu vya namna hiyo. Sina hakika na hiyo miti iliyoitaja, lakini iliyoitaja miti miwili tofauti. Kwa hiyo Danieli akasema hawa ni waongo, kwa sababu anasema au kwenye msandalusi, anasema kwenye mwembe, maana yake ni waongo. Tayari maarifa ya kimungu yakamuokoa Suzana. Suzana akaonekana kwamba amesingiziwa ile kesi, akapona. Suzana alikuwa analia, Mungu wangu, napeleka kuhukumiwa kwa kesi nisiyojua, anakwenda kuniua kwa kesi nisiyojua. Mungu anamtetea Suzana kupitia mtumishi wake Danieli. Maarifa ya Mungu hayana mipaka. Sasa pale isingekuwa Mungu kushia maarifa yake kwa Danieli, maana yake Suzana angefanya nini? Angekufa. Wangapi wameingia kwenye changamoto, wamepotea katika changamoto wakidhani kwamba wanajua kila kitu, kumbe wamemwacha Mungu, alafu Mungu ndiye anajua kila kitu. Wangapi? Inawezekana hata hapo ulipo kuna vitu vimetokea katika maisha yako, vimekuletea matatizo makubwa sana kwa sababu utakufikiri kwamba unavyojua wewe ndio umefika mwisho. Hapana, wewe unapojua ni elimu ulionayo tu. Mungu anajua kuliko wewe. Hilo uliweke akilini. Acha kutumia akili yako pale unapofikia mwisho wa kufikiri. Anza kufikiri Mungu anaweza kukusaidiaje. Sasa hili somo lipo katika kitabu cha Luka sura ya 5 aya ya 4 hadi ya 5. Luka sura ya 5 aya ya 4 hadi ya 5. Fungua Biblia yako ama andika pembeni Luka sura ya 5 aya ya 4 hadi ya 5, nitakusomea. Alafu utaona jinsi gani Yesu alimwambia Petro. Twende tukasome toka pamoja. Anasema hivi. Aya ya 4 anasema hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Sikiliza. Yesu amemaliza kuongea na makutano pale, anawaambia sasa Petro, chukueni mtumbwi, nendeni kilindini mkavue samaki. Kumbuka ni mchana, ama ilikuwa asubuhi, ama ilikuwa ni siku ambayo kuna nuru, haikuwa usiku. Wavuvi wanavuaga usiku ili wapate samaki. Yesu anawaambia nendeni mchana. Sasa hapa alikuwa anamwambia Simoni. Simoni ni mtaalamu, yani Simoni alikuwa ni mtaalamu wa kuvua. Yani Simoni kwenye masuala ya uvuvi ulikuwa umwambii kitu. Alikuwa anajua kila kitu. Anajua pepo za kaskazi, anajua pepo za kusi, anajua hii mbalamwezi imetoka, anajua leo kuna samaki, leo hakuna samaki. Yani Simoni alikuwa na ujuzi usio wa kawaida kuhusiana na uvuvi pamoja na ndugu zake. Alikuwa anajua bahari vizuri. Alikuwa amebobea kwenye hiyo. Kama mnavyojua wavuvi, yani wavuvi waga wanabobea kwa sababu zile kazi ni kama zinakuwa kazi za kurithi. Lakini Yesu anamwambia Petro, anamwambia Simoni, chukua nyavu, chukua mtumbwi na wenzako, nendeni mpaka kilindini. Simoni anasema nini? Anasema hivi. Simoni akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu.
kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Hii iwe ndio point yako ya kuelewa. Anasema lakini kwa neno lako, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Kwa neno la nani? Kwa neno la Yesu. Yeye na utaalamu wake wote, Simoni Petro aliweka pembeni ule utaalamu, akasema ni kweli tumeenda usiku kucha, ni kweli sisi ni wataalamu, hatujapata kitu, yaani hata samaki mmoja wa kumpata. Ni kweli tunaijua hii bahari, ama tunajua mto, ama tunajua hili ziwa, tunajua mambo ya uvuvi, tunajua uvuvi sawa sawa kabisa bila kubabaika, tunajua mwanzo mpaka mwisho. Tumekosa usiku kucha. Usiku manake wavuvi wanavua usiku, wavuvi wavui mchana, wanavua usiku, asubuhi wanakuja kuleta samaki. Walio wengi wanavua usiku. Ndio maana unasikia tumefanya kazi ya kuchosha. Kazi manake ilikuwa kubwa, hatukupata kitu pamoja na utaalamu wetu. Lakini kwa neno lako nitakwenda, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Wewe unaamuaga ukishindwa kwa neno la nani? Ukishashindwa kufikiria, mambo yameshashindikana kabisa, unakuwa unaamua kwa neno la nani? Hili ni swali muhimu sana ambalo unapaswa kujiuliza wewe. Nini kinakujia pale ambapo unaona sasa hapa naona giza? Yaani ukishaona giza unahitaji msaada wa nani? Wengi ndio wanasemaga, mimi nimeshindwa bwana, haiwezekani bwana, haiwezi kuwa hivyo. Wengi wanaishia hapo, lakini hiyo sio suluhisho. Yaani hiyo sio solution kabisa, sio suluhisho. Yupo ambaye anaweza, ndio huyu aliyemwambia Simoni, chukua nyavu, nenda kashushe nyavu, nenda. Na Simoni akajua kabisa asemaye anajua kila kitu, mimi siwezi kumkatalia. Ndio maana akasema kwa neno lako nashusha nyavu. Mambo mangapi yamekutesa? Unafikiria kwamba mimi ugonjwa huu siwezi kupona. Ni wewe na akili zako ndio umesema huwezi kupona. Lakini Yesu anasema inawezekana, tena sio usiku, mchana kweupe. Maana kuvua samaki mchana, alafu samaki waliowapata ilikuwa ni miujiza mkubwa, wakashindwa kuwabeba, akamwambia inatosha, yaani wao mliowavua inatosha, bila kujali kwamba Yesu alikuwa anampa ujumbe gani Simoni. Ni kweli Simoni alivua samaki akapata wengi. Ujumbe ulikuwa samaki, ujumbe ulikuwa anampa kazi, kwamba kazi yao samaki uliona tunataka ukawavue watu. Ujumbe usitaka kuzungumzia ujumbe, nataka kuzungumzia kile ambacho imani ya Simoni ikampelekea akapata samaki. Kwa neno la nani? Kwa neno la Kristo. Je, wewe unalitumia neno la Yesu kuvuka mahali ambako unahisi kwamba huwezi kuvuka? Ama ndio unaishia kusema bwana nimeshafukuzwa kazi bwana, basi bwana, basi ndio unaishia hapo? Bwana nimejaribu, nimeomba kazi mara kadhaa nimeshindikana, basi bwana, basi mchumba kanikatalia bwana, basi. Yaani unaishia kwenye basi hapo ndipo unapoishia. Simoni hakusema basi, alisema mchana huu unakwenda. Kwa neno la nani? Mradi umesema wewe, naenda. Na wewe na hiyo akili ya kwamba mimi nimefika mwisho wa kufikiri. Nimetafuta mtoto imeshindikana. Nimetafuta kuoa imeshindikana. Nimetafuta kuolewa imeshindikana. Nimetafuta kazi imeshindikana. Nimetafuta utajiri imeshindikana. Nimetafuta mashamba nilime imeshindikana. Mimi kwa akili zangu nimeshindwa. Nimeshindwa kulipa kodi, nimeshindwa kulipa madeni mbalimbali, nimeshindwa kulipa bills mbalimbali. Nimeshindwa. Wewe umeshindwa. Je, Yesu ameshindwa? Unahisi kushindwa, sawa, lakini yupo ambaye yeye hashindwi. Ndio huyu Simoni anatuambia kwamba akili zangu zilishafika mwisho, na sio akili za Simoni. Akili zetu wavuvi sisi tuliobobea, maana yake zilikuwa akili za wengi, zilishafika mwisho. Lakini wakakumbuka ya kwamba asemaye ndiye wa mwisho, sio wao. Na wewe unaposhindwa jambo lolote ujue kwamba yupo ambaye ni wa mwisho, sio wewe. Hiyo ndio msingi wa kuelewa na kutafakari juu ya somo hili, kwamba kuna wa mwisho ambaye ni Kristo Yesu mwenyewe, ambaye anaweza akasema mwenyewe, au akasema kupitia Roho Mtakatifu, ama akasema na wewe kupitia ndoto, ama akasema kwa namna yote ile kwamba fanya hivi utavuka. Hapo ulipofika sio mwisho. Sio mwisho kwa akili zako. Na mara nyingi Mungu huanzia pale wewe unapoishia. Mungu huanzia pale wewe ambapo unapoona umekata tamaa. Ndio maana anasema msikate tamaa. Kwa nini anasema msikate tamaa? Unapoona umeshindwa ndio mwanzo wa Mungu kuanza kukusaidia.
Unapokimbia ukafika ukadondoka ukafika chini, ndipo Yesu anapokuja kukunyanyua, anaanza kukimbia na wewe. Sasa umefikia hapa, sasa twende pamoja, nikupe nguvu. Unaona, unapata nguvu, unafika mbali, extra mile, unaenda mbali zaidi. Kwa nini? Yupo Yesu ambaye hajawahi kushindwa. Kwa neno hili liwe faraja kwako, fundisho hili liwe faraja kwako, somo hili liwe faraja kwako, kwamba unapoona umeshindwa, nazungumzia habari ya kushindwa. Unapoona umeshindwa, pale uliposhindwa, basi anza moja kwa moja kujua kwamba yupo Yesu ambaye anaweza kuendeleza ama anaweza kuyafunua yale ambayo wewe unaona kwamba hayawezekani. Haleluya. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umeelewa. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umepata kitu fulani kupitia somo hili. Unaweza ukasoma ni aya 2 tu, lakini zinafundisha kitu kikubwa sana. Na unaweza ukawa unazirudia ukajikuta uliwahi kufeli sehemu nyingi sana kwa jambo dogo tu ambalo ungemleta Yesu angekuambia tu kwamba hapo ni hivi. Mimi nakupa ushuhuda wa kwangu. Mimi nikienda kwenye kazi watu wanachekaga, wanasema kwa jamaa akija kazini hakaagi sana. Hiyo ndio historia yangu kwenye kazi zote ninayofanya. Mara nyingi wanasema jamaa hakaagi sana, lakini kumbe mimi kuna kitu waga nafanya ambako Mungu ananielekeza mara nyingi, fanya vile, fanya vile, fanya vile. Alafu inakuwa inatokea. Unaweza kufikiri kama ni vipesi tu, kibinadamu haviwezekani kiurahisi, lakini Mungu anakuambia pale ndio kwenye tatizo. Hata upawezi kupafikiria, ukienda kugusa tu hapo hapo kimeenda tayari. Na mtu sasa ingo anambia fungua pale. Bana pale hakuna tatizo. Fungua pale. Akifungua tatizo liko pale. Wakati mwingine hata sio kazi inayonusu. Nimesaidia hata mafundi wengi walikuwa na kazi nyingine za mambo ya umeme. Mimi sio mtu wa umeme. Lakini mtu wa umeme anakuwa na feli sehemu, naomba sikiliza, hilo tatizo itakuwa tatizo fulani. Anadharau, anamwambia wewe ndio fundi, mimi sio fundi. Hebu fungua kwanza. Akifungua anakutana na tatizo ile ambalo namwambia. Kumbe ni Roho Mtakatifu ndiye anafanya ile kazi, kwamba sikiliza, mwambie hivi, huyo anateseka bure hapa, hamna haja ya kuteseka. Je, wewe umeteseka na vingapi? Umeteseka na mambo mangapi? Umekuwa na magonjwa muda mrefu ukisema yawezekani. Yupo Yesu. Kwa neno la Yesu inawezekana. Kwa neno lake Yesu inawezekana. Hakuna kitu ambacho Yesu hawezi. Hakipo katika ulimwengu. Asikudanganye mwanasayansi yoyote, asikudanganye mtu msomi yoyote, asikudanganye hata maamuma yoyote, asikudanganye. Yesu hakuna kitu asichoweza, na ni mwenyewe alishasema maneno hayo. Kwa imani ukiamini yote yanawezekana. Alisema mwenyewe ukiamini yote yanawezekana. Hakusema kitu fulani kinawezekana, alisema yote yanawezekana. Sasa kama anasema yote yanawezekana, alikuwa anamaanisha nini? Ni wewe tu sasa, ni hiari yako kuamua kuona kwamba nikimtumainia Yesu kwenye hili ambalo mimi limenishindwa, kwa akili zangu nimelishindwa, basi Yesu anaweza. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Nikuombe uendelee kushare mafundisho haya kwa watu wengine. Kama bado haujasubscribe, basi subscribe hapo. Bonyeza button ya kusubscribe, lakini vile vile bonyeza button ya kengele uwe wa kwanza kupata notification ama ujumbe tunapotuma, uwe wa kwanza kupata ujumbe ya kwamba tumetuma somo. Uwe wa kwanza kusoma, itakusaidia. Uwe wa kwanza kutafakari, itakusaidia. Uwe wa kwanza kusikiliza na kutazama, itakusaidia. Wakati mwingine unaweza ukawa huna hili wala lile, afu ikaingia notification, kumbe imebeba ujumbe ambao ndio unaokutatiza kwa siku hiyo, na Mungu akakwambia kwamba hili fanya 1 2 3 kupitia masomo haya ambayo tunafundisha. Kama mbarikiwa, unaweza ukalike, ukacomment, ukashare kama kwa wengine. Umekwambia ushare kwa wengine. Kuna watu, kuna shuhuda kadhaa hapa. Kuna mtu anasema jamani, mimi sina hata simu ya kuingia mtandaoni, lakini kuna mtu aliniletea tu, nikaangalia, nikabarikiwa na mafundisho yenu. Wengine wanapiga simu, tunawaombea, wanapona. Hata simu hizi hawakuwa nazo. Kuna mtu tu amepelekea tu simu, akachukua namba, akadownload pale, labda akaweka kwenye simu chake kidogo, akawa anaangalia au anasikiliza kama audio, akafunguliwa. Kwa hiyo usisite kuwashirikisha wengine. Wapo wengi wana uhitaji, lakini hawajui atafanya nini. Kuna watu wengi wameteseka na magonjwa muda mrefu, lakini Yesu yupo. Nimekupa somo hili, Yesu yupo, anaweza yote. Kwa hiyo utakaposhare kwao, nao wataweza kubarikiwa. Usisite, share tu kwa wengine. Wapo watakao kucheka, wapo watakao kugombeza, wapo wengine watafunguliwa hata wasikwambie, lakini watafunguliwa. Mungu akubariki sana. Na utaratibu mpya ambao umeendelea kwa wiki 6 sasa, nafikiri tunaenda live kila Jumapili kuanzia saa 8:30 mpaka saa 9:30, almost saa 1 au dakika 60 hizo. Tunafundisha maombi, maombezi, mafundisho mbalimbali tunakuwa nayo kila Jumapili.
tunaendelea kuona jinsi gani tutakuwa tunaweza kufanya. Kama tutakuwa tunaweza kufanya maombi ya usiku baadaye tukiwa live, basi tutakuwa tunaenda na maombi ya usiku tukiwa live, ili watu wengine wakapata kufunguliwa na kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya kuendelea kutufuatilia. Asante sana kwa endelea kutufuatilia. Endelea, usichoke. Kila napoitwa leo endelea kutufuatilia. Basi na Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki sana kwa kutufuatilia kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Huduma zetu ni bure. Usisahau hilo, huduma zetu ni bure kabisa kabisa kabisa. Hakuna gharama yoyote. Tutafuatilia huduma yako na Mungu atakuhudumia. Unahitaji kuongea na sisi binafsi, namba ziko hapo. Ukiwa nje ya nchi unaweza kutupigia namba ya WhatsApp hiyo ya 0781 hiyo tumia, hiyo ndio namba ya WhatsApp, utatupata. Tunapatikana WhatsApp vizuri tu. Hata kama uko nje ya nchi tutawasiliana na Mungu atakufikia. Mungu haweki mipaka kwa kupitia simu. Mungu hazuiliwi kwa sababu ya simu. Unaweza kuomba kwa njia ya simu na ukafunguliwa vizuri kabisa, na Mungu akatenda miujiza katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo. Nasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.